Miongoni mwa kitu ambacho kinakimbiwa na kinaogopwa na mastaa wengi wa kike hapa Bongo ni kuweka muonekano wa kipara au kuweka hizi low cuts. Wengi hawataki kabisa, yani kuonyesha vichwa vyao. Utakuta wakivaa mawigi na kuachia minywele ili mradi tu wasionekane kabisa katika huu muonekano. So kuwa katika huu muonekano inahitaji ujasiri kidogo, na hapa na kuletea listi ya mastaa wa kike ambao wananyoa vipara na ambao wanaweka low cuts walioingia kwenye listi hii wiki hii. Na hapa tunaanza kumtazama Twiga Zaiylissa. Najua nimepita kwenye ukurasa wake wa Instagram nikajua labda huyu ni mdogo wake au ni mtu tu ameamua kumposti kwenye ukurasa wake wa Instagram. Sikutegemea kabisa kumuona Zaiylissa akiwa katika muonekano huu, kwa sababu tumezoea kumuona akiwa kwenye mionekano nywele kubwa, akivaa mawigi kwa asilimia kubwa. Ukipita kwenye peji yake utaamini kitu ambacho nakizungumza, yeye na mawigi au anajifungaga na kuachia minywele yake mikubwa. Lakini sasa hivi ameamua na yeye atesti upande huu ataonekana vipi, na kiukweli kapendeza mara tatu ya zaidi ya mara kwanza. Na kama anajiona hapa, basi itabidi tu aachane na kuvaa mawigi na mionekano mwingine, abaki tu hapa kwa sababu anapendeza na anavutia kinoma noma. Amerudi utotoni. Ukisema ukate huu mwili kikabaki kichwa, unaweza ukaona au ukasema kwamba ni mtoto wa shule ameamua kujiposti kwenye ukurasa wake kwa namna ambavyo anaonekana. Yeye mwenyewe baada ya kuposti hii picha kaandika, na wakumbusha tu, ukimpa mimba mwanafunzi kifungo miaka 30 jela. New look. Unaweza kuona yeye mwenyewe amejiona kwamba amekuwa mtoto, kwa hiyo anajichukulia kama mwanafunzi. So huu ni muonekano mpya wa Twiga ambaye ameamua kuingia kwenye chama cha wanyoa vipara na waweka low cut. Ni uamuzi mgumu, lakini kapendeza kinoma noma, kawa mzuri mno, au sio? So Zaiylissa tumemwangalia, ameingia kwenye list yetu siku leo. Mwingine ambaye tunaenda kumtizama aliyepo kwenye chama cha low cuts ni Jacqueline Wolper. Wolper tunafahamu ni kitambo, yani muda mrefu yupo katika huu muonekano. Sema hapo nyuma alikuwa anaweka bleach, zile bleach zake zina rangi ya njano kama sikosei, lakini sasa hivi yupo na low cut. Nywele zake ni za kawaida, ameachana tu na ule mtindo wa bleach, lakini bleach low cut inaendelea kuwekwa kama kawaida. Na Wolper ashai kunyoa mpaka kipara, kwa hiyo ni mtu ambaye yupo kwenye huu muonekano kwa muda mrefu, amezoea kukaa hivi. Huu ndo muonekano ambao nilikuwa nakwambia wa kuweka bleach ambazo alikuwa anaziweka. Kwa sasa hivi yupo na style za kawaida, sometimes anaikaga bleach za rangi tofauti, lakini ni muonekano ambao anao toka kitambo. Yani toka tumeanza kumfahamu Wolper ameweka low cut, ndio style yake mpaka leo hii. Hatujawahi kumuona kwenye muonekano wa nywele nyingi. Ukimwona nywele nyingi basi ujue amevaa wigi, lakini ni miongoni mwa warembo ambao tumebarikiwa sana, na ni uamuzi mgumu sana ambao waga anaochukua kukaa kwenye hii style, lakini ameendelea kuwa mrembo na kuwa mzuri kweli kweli. Jacqueline Wolper ameingia kwenye list na tumemtazama. Nadhani wengi mnamfahamu akikaa kwenye style hii ya nywele anaonekana vipi, sio? So mwingine ambaye tunaenda kumtazama aliyoingia kwenye listi ni Nai. Nai current amekuwa akivaa mawigi sana, sijui kwa nini, lakini miongoni mwa style yake ambayo ni pendwa na ya muda wote ni ya nywele ndogo. Yani hajawahi kuweka style ya nywele kubwa. Yeye mwenyewe anajiitaga peace, kwa hiyo anajiamini akiwa katika muonekano huu wa nywele ambao unaona hapo. Yeye waga anawekaga madawadawa nini, nywele zinakuwa zinawaka sana. Hawekagi bleach, lakini waga anapendeza kinoma noma. Na unajua Nai anaonekanaga kama mtoto vile, kama ambavyo anaonekana Zaiylissa. Nai na yeye waga anaonekana katika muonekano huo. So low cut waga inamtoa sana, inaendana na kichwa chake, mwili wake. Bado anaonekana ni mtoto japokuwa ni kijana mkubwa, au sio? So official Nai ni miongoni mwa wale mastaa wachache ambao wanaamini katika low cut, na wakiweka low cut watakuwa wanapendeza, wanaonekana vizuri, japokuwa mawigi ndo anayapendelea kwa sana. Sasa sijui kwa nini na hii style, lakini amekuwa akivaa mawigi kwa asilimia kubwa. Kama vipi Nai awe anafuga tu nywele kama anapenda nywele kubwa, au vipi bwana? Lakini kiufupi waga anapendeza sana sana akiwa kwenye muonekano huu wa nywele. Nadhani nyinyi mnafahamu mkimwona Nai katika style ya low cut anakuaga vipi, lakini kitu ambacho hatujawahi kumuona ni akinyoa kipara kama masa wengine ambao
washawe kufanya huko Legends katika muonekano huu wa low cut. So naye ameingia kwenye list, tumemtazama hapo. Na mwingine ambaye tunaenda kumtazama ni Jacinta Makwabe. Huyu nadhani wengi mnamfahamu, ni mtu ambaye amekuwa kwenye style ya low cut kwa muda mrefu, japokuwa sasa hivi ameamua kusuka. Sijui ni kwa nini ameamua kusuka, lakini style yake siku zote ni hii ya low cut. Yani haujawahi kumtoa, hajawahi kuachana nayo miaka yote. Ukimwona kasuka basi itakuwa ni kwa muda tu, lakini lazima atarudi kwenye muonekano wake ambao ameanza nao na umemtambulisha kwenye mitandao ya kijamii kwa asilimia kubwa. Miongoni mwa wanawake warembo zaidi ambao wanapatikana hapa Bongo ambao tumebarikiwa. Unaweza kaona mwenyewe anavyoonekana low cut ambavyo huaga anamtoa. Yeye huaga anawekaga ile way kama ambayo anawekaga Jack Wolper, na hivi ndivyo ambavyo anaonekana na urefu kichwa chake. Unajua amekaa kama Masai, so anaendana kabisa na huo muonekano ambao waga anaweka. Jacinta Makwabe ni miongoni mwa warembo wachache ambao tumebarikiwa kama ambavyo nimekwambia, na ameingia kwenye listi yetu siku ya leo. Mwingine ambaye ni Regent sasa kwenye haya mambo kwenye huu mchezo ni Kajala Frida. Japokuwa Kajala na yeye sasa hivi amekuwa kama official naye, anapenda sana kuvaa mawigi. I don't know ni kwa nini, lakini ni style yake pendwa, ni style ambayo inamtambulisha. Yani miaka yote Kajala hajawahi kuwa na nywele kubwa. Yani ni kitu ambacho kinapigwa mstari kabisa. Hajawahi kuwa katika muonekano wa nywele kubwa. Siku zote nywele zake ni ndogo toka tumeanza kumfahamu miaka hiyo akianza kuigiza mpaka leo hii. Style yake pekee na style yake pendo imekuwa ni low cuts kwa miaka yote. Amekuwa akiweka bridge, sometimes anatoa, na wakati mwingine pia anaziweka nywele katika muonekano wa kawaida. Japokuwa sasa hivi sijui ni Paula anamshauri avae mawigi kwa sababu amekuwa akipenda sana kuvaa mawigi sasa hivi, lakini style yake ambayo inamtambulisha, style yake pendo tunaifahamu miaka yote ni style ya nywele ndogo hizi low cut au kinyoa kipara kabisa. Kajala waga ananyoa kipara kabisa na anajiamini, si ndio? Nadhani mnafahamu akiamua kuna kitu ambacho anashindwa. Kwa hiyo Kajala na yeye ameingia kwenye list yetu, tumemtazama hapa na huu muonekano wake na hii style yake ya nywele ndogo tokea kitambo hicho. Na mwingine ambaye anaenda kutumalizia list yetu ni Elizabeth Michael Lulu. Style yake ndo hiyo. Ukimwona na nywele kubwa basi ujue kaweka low cut, lakini miaka yote style yake imekuwa ni muonekano wa nywele ndogo kama ambavyo unaona hapa anavyoonekana. Of course tumeanza kumfahamu akiwa na style ya nywele, ndio ameiweka kama utambulisho wake. Kwa hiyo ameendelea kuwa na style hii au muonekano huu wa nywele kwa miaka mingi mpaka leo hii anaendelea kutisha na kutamba na muonekano huu wa nywele. Nadhani mnafahamu namna ambavyo anaonekana akiwa kwenye style ya low cut. Kwa hiyo Elizabeth Michael Lulu anatumalizia list yetu kama ambavyo unaona hapo. Niambie kwenye comment ni upi unadhani anapendeza zaidi akiwa katika style ya muonekano wa nywele. Tumeanza kumtazama Zelisa, ndo ambaye amekuwa kama usajili mpya sasa kwenye muonekano wa nywele wa mastaa wa kike, si ndio? Niandike hapo kwenye sehemu comments.